kuna wiki iliyopita Jumanne kuna mambo kadha wa kadha ambayo tujaribu kuyaandika, tumeandika hapa, lakini pia navyoendelea kuangalia hapa naona kama vile hakuna wengi walioongezeka, kama vile ni wale tu. Hata kama sijaandika bado tunatembea kwenye kipengele kile tu. Pesa kwa sifa. Ambapo tujaribu kuangalia kwamba tuiona vipindi mbalimbali, vipindi 7 au nyakati 7 za utendaji wa Mungu duniani kupitia wanadamu. Nyakati 7 au vipindi 7 vya Mungu utendaji wake hapa duniani. Kwa hiyo tutajaribu kuangalia ndani ya ile vipindi, lakini tukasema tutasimamia kwenye nyakati moja au kipindi kimoja cha bila hatia. Kipindi cha bila hatia tulijaribu kuzungumza kadiri wa Mungu aliweza kutuongoza. Tukajaribu kuona kama ni kipindi gani cha bila hatia. Tulijaribu kuona kama kilikuwa ni kipindi kile ambacho mwanadamu hakuwa na hatia yoyote katika maisha yake. Alionekana ni mtu ambaye alikuwa na ukamilifu kwa kipindi hicho. Alifanyaje kazi zake kipindi hicho mbele za Mungu. Tukaona kwamba walikuwa na ushirikiano wa hali ya juu sana. Tukaona ni kipindi ambacho Mungu alijidhihirisha duniani kuachilia mamlaka yake moja kwa moja ili Mungu apate kutawala dunia kupitia ndani huyo mwanadamu. Kwa hiyo kilikuwa ni kipindi ambacho kilikuwa kinaitwa ni kipindi cha bila hatia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunajaribu kuendelea kuzungumza kwamba tumeshapewa tafsiri kidogo ya neno Biblia. Japo inaweza ikawa na tafsiri nyingi, lakini bado inalenga pale. Ya kwamba Biblia ni safari ndefu yenye vitu vingi, lakini ikirudi kule ilikuanzia. Basi hapo si. Sasa hiyo tafsiri kidogo kama vile imekaa vizuri sana. Kama safari ndefu yenye vitu vingi, ikielekea kule ilikuanzia. Sasa ni bwana tafakari sana hiyo sentence. Ndio kuna vitu vingine si vya kufundishwa darasani. Kabisa. Sio vya kufundishwa darasani. Yaani kama vile vitu vinaibuka tu ndani. Mungu anakupatia tafsiri ya kitu kadha wa kadha. Sasa kana jaribu kumtafsiri mtumishi. Hii tafsiri alipata wapi? Kama nijela ulinasa wapi ya kama ni vitu vingi kwa sababu ndefu. Lakini kirudi kule ilikuanzia. Weza kusi. Kabisa na ndivyo ilivyo kabisa kwa sababu ukiangalia kwa mfano kipindi cha bila hatia unaona ndio kipindi ambacho kinaanza. Hapa katikati kuna vipindi vingi. Ukiondoa kipindi cha bila hatia kuja mpaka huku kuna mpaka kwenye neema. Kuna vipindi karibia tena kama 5 hivi au 6. Hebu angalia tunapoenda kuangukia pale tunaangukia kwenye kipindi kile ambacho bila hatia. Bwana Yesu asifiwe. Maana kama vile kule mwisho kumerudi tena kule mwanzo. Kwa hiyo ni tafsiri kabisa ambayo yuko sawa. Kama ni vituo vingi, ni safari ndefu yenye vituo vingi, lakini kielekea kule ilipoanzia. Amen. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia maneno ya namna hiyo kwamba ni kipindi ambacho Mungu alifanya kazi sana kupitia mwanadamu. Na mwanadamu akachukua utendaji wa Mungu na kumwakilisha Mungu hapa duniani. Vile kama sasa hivi tunavyochukua nafasi ya Mungu duniani kumwakilisha Mungu hapa duniani. Yaani haina tofauti tunaweza kusema kwamba ni nyakati na majira ambazo zina tofauti, lakini utendaji wake Mungu anajidhihirisha duniani sasa hivi, anafanya kazi na mwanadamu, anaonyesha ushirika wa Mungu na mwanadamu. Kabisa kama vile Mungu alivyokuwa na ushirika na Adamu. Amen. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia mambo ya kadha wa kadha. Lakini pia hapa tutajaribu kuangalia kwamba kipindi kile ambacho kinaitwa kipindi ambacho cha bila hatia, ndipo tunaona Mungu anamwanzishia huyu mwanadamu aliyekuwa ameumbwa, akamtengenezea msaidizi, naye alikuwa anaitwa Eva. Haleluya. Hivyo ndivyo na kipindi cha bila hatia. Tunaona Yesu Kristo kama Adamu pia anakuja duniani. Mungu anamwanzishia tena msaidizi ambaye anatenda kazi badala yake huku duniani, anaitwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukianza kuyatafakari unaona kama vile huko yaani kama vile ulitoka kule lakini pia ukarudi tena kule. Kwa hiyo kuna mambo mengi kabisa ambayo yako pale. Lakini pia tutaendelea kuzungumza tukasema kwamba unaposoma kile kitabu cha Mwanzo usikisome kwa macho ya kibinadamu. Kisome kwa jicho la kiroho. Kwa sababu gani? Kuna vitu pale vimeandikwa ni kama vile ni vya kibinadamu, lakini kusema kweli sio vya kibinadamu, ni vya kiroho zaidi. Kwa sababu tutajaribu kuangalia kwamba Mungu alipomchukua Adamu akamtia usingizi, alafu anainuka kule kwenye usingizi, anasema huyu ni nyama, sehemu ya nyama zangu. Hivyo na Kristo alipokufa, anapofufuka, tunaona anaibuka na kanisa ambaye tunamuita ni mke wa bwana harusi, ambaye ni bibi harusi. Bwana Yesu asifiwe. Unaona ni vitu kadha wa kadha
wakati ambao tunaposoma Biblia kama mtumishi atakuwa anafunza kwamba utumiaji halali wa neno la Mungu. Kwa kadri tunasoma hivi ni vitu vya muhimu sana. Tunaposoma kule mwanzo hivyo tunakuja tunaangukia hapa mwishoni huko, tunajaribu kuona kwamba tunawainisha kwamba ilikuwa na maana gani. Kwa ni vitu vya muhimu sana. Lakini pia nataka tusome mbele kidogo miongoni mwa vitu ambavyo tuliweza kusoma ile wa Efeso 5:29 mwisho kipindi tunamalizia ile siku ya Jumanne 29 mpaka 33 tunazungumza tunaona Paulo anavyowaambia, anazungumza habari ya mke na mume, lakini mwisho tunasema mimi sizungumzia hizo habari, hiyo kuna siri kubwa, lakini mimi nazungumzia habari ya kanisa na nani na Kristo. Mweza bosi. Amen. Tunaona vitu vingine, tunaona pia Ufunuo ile 19:7 hadi 8 inazungumzia habari ya bibi harusi na bwana harusi, naye amevikwa vazi kwa matendo yake ya haki. Matendo yake ya haki. Tukasema haki ni nani? Haki ni Kristo. Pale ukiangalia neno matendo, ndio utafikiri ni matendo, lakini anazungumzia habari kwa sababu Yesu Kristo, yule ambaye tukishaingia kwa Yesu Kristo, mwenye matendo ya haki ni yeye mwenye haki. Haleluya. Kwa maana yake matendo gani ambayo anazungumza? Ni matendo ambayo ni ya Bwana wetu Yesu Kristo ndani ya mwanadamu. Amen. Amen. 1:2-9 utakutana na hizo habari. Ukija Mathayo 19:3 hadi 9 unaona wanajaribu kumdadisi Yesu ya kwamba mbona hivi habari ya kuachana na mume na mke, je, ni halali? Wanajaribu kumtega maswali. Mbona Musa aliachilia ruhusa ya kwamba aweza kupewa talaka, lakini Yesu anamwambia hivi, tangu mwanzo haikuwa hivyo, lakini kwa sababu ya hukumu wa mioyo yenu aliamua tu Musa kuwapatia ruhusa ya kupeana talaka, lakini tangu mwanzo Mungu afurahishi na kuachana. Kwa kama Mungu afurahishi na kuachana, tunazungumza habari ya Kristo na kanisa, ya kwamba hakuna hata siku moja Kristo anaweza akaachana na kanisa hata siku moja. Amna. Kwa sababu Mungu anazungumza kwamba tangu mwanzo afurahi kuachana. Kwa nani anazungumza habari ya kanisa na Kristo ambaye ni bwana harusi na bibi harusi. Kwa hata siku moja, hakuna siku moja ambayo inaweza ikavunjika ya bwana harusi. Hiyo mstari kidogo hiyo. Mathayo ile Mathayo 19 mstari wa 3 hadi wa 9. Labda ni usome kidogo uone. 19 Mathayo 19 ni usome hapo, kimbia pale mbele tena. Anasema Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akamwambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Akasema kwa sababu mtu hatamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, nao wawili watakuwa ni mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Wakamwambia jinsi gani? Basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha. Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukisoma kitu hiki kwa macho ya kibinadamu, ndio ukafikiri ukaishia tu kuona kwamba ni mtazamo wa kibinadamu, ni mtazamo wa kimwili. Kumbe hapa Yesu alikuwa rohoni sana. Anajizungumzia yeye bwana harusi, anajizungumzia yeye kwa bibi harusi wake. Sasa ukichukulia juu tu hautapata picha kamili na utaishia tu huko. Lakini kusema kweli mpaka sasa watu wanaachana kabisa na maisha yanasonga. Lakini anapokuja kwenye habari za rohoni, anajizungumzia yeye na kanisa. Maana hao watu wakishaungana hivi, hata siku moja, hakuna siku ambayo inaweza kutokea mvunjiko au kuachana kwa kanisa na Bwana wake. Amina. Ndio maana tukazungumza ile wa Korinto ile mnafikiri 1:6 kuna sawa. Anazungumzia wote walioungwa na Bwana wamekuwa roho moja. Kwa hiyo anasema hivi, mume na mke wamekuwa ni mwili mmoja, sio miwili tena. Kwa hiyo anapozungumza kitu cha anazungumzia habari ya Kristo na kanisa, wamekuwa roho moja, wameungana. Ndio maana tunazungumza hivi, shetani akikutokea sasa hivi, akikutokea au akinitokea ukakutokea wewe, jinsi anavyotazama,
anashindwa kutofautisha huyu ni Ema, huyu ni Yesu, huyu ni Ema, huyu ni Yesu. Anashindwa, akiangalia nje anamuona ni Ema, lakini akiangalia roho anaona ni Yesu. Kwa sababu hawezi kumtofautisha roho ya Ema na roho ya Yesu. Wamekuwa kitu kimoja. Sasa tunazungumza nikasema na maji na majani ya chai. Ukiongeza tu kimoja huwezi kutofautisha. Nini alilo kati ya roho ya Yesu na roho ya Ema? Wamekuwa ni kitu kimoja. Sasa hii inamchanganya sana shetani. Haleluya. Kana jaribu hasa anapokuja kumbe ni Ema bwana. Mimi niko nachanganya kwenye ufahamu. Ukianza kujichanganya tu hapo. Koroni natua basi hapo hapo umeandika kila kitu. Kama imeangalia kwa Yesu, kwa baba hamna cha Yesu hapa. Subiri mpendelee. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anakamata wanadamu katika fahamu, sio katika habari ya roho. Kwa hiyo wewe na Yesu Kristo mmekuwa kitu kimoja. Yaani kwa tofautisha katika ulimwengu wa roho, kwenye roho zenu ni kazi ngumu. Maana tumefunga ndoa na yeye. Kama anavyosema kati ya mume na mke wamekuwa mwili mmoja. Hivyo hivyo kanisa na Kristo wamekuwa roho moja. Hauwezi kutofautisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kuna Marko pale 10 mstari wa 2 hadi 12. Ukisoma hizo habari zinazungumzia tu hizo habari zote, hizo habari za mke na mume, lakini nini? Upate jicho la roho, upate kujua kinachoendelea mazingira hayo. Amen. Sasa leo tuangalie tena kuna pengine kadha wa kadha hapo ambavyo nilikuwa nimejaribu kuviandika viendelee kutusukuma kidogo mbele juu ya kipindi cha bila hatia. Yako mambo mengi tunayoyaona kwenye kipindi hiki cha bila hatia. Tunaona kwamba hakuna hukumu. Bwana asifiwe. Adamu kabla hajaanguka kwenye dhambi, Adamu kabla hajaasi, palikuwa hakuna hukumu juu ya Adamu. Hukumu imekuja tu baada ya Adamu asi. Ndipo tunaona kizungumkuti kinaanzia. Haleluya. Lakini kabla ya Adamu hajaanguka palikuwa hakuna hukumu. Kipindi cha bila hatia. Hivyo na sisi Biblia inasema hivi, wote walio ndani ya Kristo hakuna hukumu juu yao. Hakuna hukumu. Ni kipindi cha bila hatia kwa mtu yoyote ambaye amemwamini Yesu Kristo. Hamna hukumu. Kwa ni kipindi cha muhimu sana kwa maisha yetu sisi ambao tayari tunamwamini Yesu Kristo. Kwa kipindi hicho cha bila hatia. Amen. Lakini pia hiyo unaweza kuisoma katika Yohana 3:17, anazungumzia habari ya kwamba sikumtuma mwana ulimwenguni bali sikumtuma mwana ulimwenguni kuhukumu, bali ulimwengu uko katika yeye. Kwa hiyo wale watu wanaomwamini Kristo hawana hukumu juu ya maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tukisoma ile Warumi 8:1-5 inazungumzia hivyo kwamba sasa basi hakuna hukumu ya adhabu. Hakuna hukumu ya adhabu juu ya hao walio katika Kristo Yesu. Maana ile roho uzima aliye katika Kristo Yesu ameniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili Mungu kwa kumtuma mwanae Yesu kutoka mwili na kwa jinsi ya mwili alihukumu dhambi katika mwili. Sasa kwa sifa akao geregere basi mtumishi anameza nondo. Wewe anameza nondo huyo. Asikiaje wapendo wangu? Amen. Anameza huyo. Yale madefinition yale marefu yote, hayo ndio kazi yake. Unaona maneno ya namna hiyo. Ile ndio inazungumza Warumi 8:1-5. Hakuna hukumu ya kwenye kipindi chetu cha bila hatia kupitia Yesu Kristo. Amen. Lakini pia anaendelea kuzungumza kwamba kuna umilele. Kwenye kipindi chetu kuna umilele. Hata Adamu kabla hajaanguka dhambini alikuwa na umilele, manake hajatangazwa hukumu. Kwa sisi hivyo tukishamwamini Yesu Kristo tuna umilele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio mazingira ya namna hiyo kwa mazingira na unaposoma ile Yohana 14:6 na 11:25 inazungumzia hizo habari. Hata tusome uone kidogo. 14:6 Yohana anasema hivi. 14:6 anasema hivi. Nami nasema Yesu akawaambia 14:6 yes. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Unaona? Yeye ndiyo njia kweli na uzima.
Tukishazungumzia uzima manake ni umilele. Haleluya. Umilele hauna hesabu za kibinadamu. Umilele hauna hesabu za kibinadamu. Hauna calculations za kibinadamu. Umilele. Hauwezi kuhesabu umilele. Mtu mmoja nilikuwa namsikiza siku moja akazungumza, unaweza ukawekewa kifusi cha tipa, hata vifusi kama 10 ukawekewa hapo. Akakwambia inabidi uviamishe vile vifusi kwa kikombe cha chai. Unachota unapeleka kule Rockstrand kule, unapeleka. Lakini kama iko siku kile kifusi kitaisha. Zile tipu 10. Lakini unaweza ukalinganisha na umilele, kitu ambacho hakiko. Haleluya. Ipo siku utaacha kwa wazazi wao, utaacha kwa watoto, utaacha kwa wajukuu. Watasoma tu kwamba sisi serikali ilitupa adhabu kwamba mpaka kifusi kiishe kwa kutumia nini? Kikombe cha chai au kijiko. Mpaka kiishe. Mimi nakwambia kwa kijiko hicho hicho. Iwe ni miaka 50, iwe ni miaka 100, mtahamisha hicho kifusi kwa kijiko tu mnachota mnapeleka kule. Tunachota mnapeleka kule. Lakini bado unaweza kulinganisha na umilele. Haleluya. Maana haina hesabu za kibinadamu umilele. Kwa maana kwa kipindi kile cha bila hatia kuna umilele. Kwa hiyo hata kipindi kile Adamu hajaanguka dhambini, kwa kipindi chake cha bila hatia palikuwa na umilele waweza kusifu. Alikuja kuyavuka tu mwenyewe alipokiuka sheria ya Bwana. Alipokiuka maagizo ya Bwana akavunjia kwa umilele wake. Amen. Kwa hivyo sasa na sisi tunapokuwa tumemwamini Yesu Kristo, tayari tunaingia kwenye umilele tayari. Amen. Amen. Anasema pia tuna ushirika mzuri kati ya Mungu na mwanadamu. Sisi kipindi chetu cha bila hatia kupitia huyu Bwana wetu Yesu Kristo, tuna ushirika mzuri kabisa kati yetu na Mungu. Tuna ushirika mzuri kabisa kwa sababu tayari daraja limeshatengenezwa. Ni wajibu wetu kukanyaga kwenye daraja na kuendelea na maisha. Na hivyo na Adamu na Mungu walikuwa na ushirika wao mzuri kabla ya Mungu. Na ndio unaona Mungu anamtembelea Adamu kwenye bustani, wanazungumza, waliweza kuzungumza hivyo. Kwa hiyo unaona walikuwa na ushirika mzuri kama vile sasa hivi sisi tulivyo na ushirika mzuri na Mungu. Tukishamwamini Yesu Kristo. Amen. Kwa sababu Mungu dakika hiyo ukishamwamini ndani mwako anahamisha makao. Anakuja anafanya makao ndani mwako. Kwa maana yake kwa lugha nyingine tunasema ni nyumba ya Mungu inayotembea. Mwili wako ni nyumba ya Mungu inayotembea. Mara leo iko hapa darajani, mara leo iko Kirumba, mara iko hapa. Inatembea, ni nyumba ya Mungu inatembea. Kwa nini inatembea? Kwa ajili ya kuwasilisha au kukidhi au kufanya kile kitu ambacho Mungu alikusudia ukitende. Amen. Kwa ni maneno ya namna hiyo. Lakini pia hapa kuna mstari kadha wa kadha, ile wa Galatia 4:7, lakini pia Warumi 8:16 hadi 17. Unaona? Wa Galatia 4:7 na Warumi 8:16 unaweza kaandika hivi. Lakini pia mamlaka yote ya Mungu yako ndani ya mwanadamu kwenye vipindi vya bila hatia. Mamlaka yote ya Mungu alikuwa ameyawekeza ndani ya Adamu. Haleluya. Anamwambia unaweza ukatamka kitu chochote kikawa, na kweli kilikuwa kinakuwa. Hivyo na sisi akatupatia mamlaka vile vile kwenye kipindi hiki cha bila hatia tukishamwamini Yesu Kristo. Mamlaka yote ya Mungu tunayo. Amen. Na ndio maana kwamba kwa maisha tunayoishi hatutakiwi kuwa na hofu juu ya utendaji wa Mungu maishani mwako. Usiwe na hofu kabisa yani. Amen. Kwa hiyo wajibu wako ni kutenda. Kwa sababu gani? Ndio mamlaka ambayo Mungu tayari yapo ndani mwako. Anayefanya sio wewe, ni Mungu mwenyewe ambaye ameamua kuhamisha makao kuingia ndani mwako. Ila atatumia mdomo wako kutamka. Anatumia mdomo wako kutamka. Ulimwengu unaona ni kama huyu anatamka, lakini kusema kweli sio huyu anayetamka. Ni Mungu ndani mwake ndiye anayetamka. Haleluya. Amen. Kwa mamlaka tayari kwenye kipindi hiki cha bila hatia. Hivyo mwanadamu kipindi kile cha bila hatia alikuwa na mamlaka ya kusema wewe utakuwa tembo na kawa tembo, utakuwa mbwa, utakuwa nini. Yaani alikuwa amepewa mamlaka huyu mwanaume. Haleluya. Hivyo bwana sisi ndio kipindi hicho kama sisi. Tumepewa mamlaka yote package liko ndani mwako. Amen. Kwa hamna sababu ya hofu, hamna sababu ya wasiwasi, hamna sababu ya yoyote. Wewe jione ndio kipindi hicho ambacho sasa unabidi umwakilishe Mungu hapa duniani kwa ujasiri wote. Amen. Kwa sababu ni kipindi ambacho hakina hatia kwa sababu ya Yesu Kristo. Ugonjwa ndio unakuja tu pale kwenye mfumo uliokulia. Hapo ndipo kuna ugonjwa. Lakini asili yako tayari una
asili ya ufalme wa mbinguni. Wewe una asili ya Baba mbinguni. Una asili ya Kristo. Ni roho moja naye tayari. Asili yako imeshabadilika. Ila kinachokuja kukuchanganya ni mfumo wa elimu uliokuja kuipokea inayomhusu Mungu kwa duniani. Ndio inachanganya kila kitu. Umeingizwa mfumo tofauti. Umeingizwa mfumo wa vitisho au kupewa mfumo wa ushindi. Umepewa mfumo wa kushindwa. Umepewa mfumo wa dhambi au kupewa mfumo wa utakatifu. Unaona maneno na mimi. Hata tukishafika mahali hapo ndiko mambo yanaanza kuharibikia. Ndio maana wiki juzi tulizungumza kwamba mtumishi juzi alitoa mfano akasema, hebu fikiri mtu amekulia ugaibuni, si ndio? Amezalia wanaye kule. Sasa wale watoto wana mfumo wa kule ugaibuni. Lakini asili yao sio asili ya ugaibuni. Haleluya. Kwa hiyo akija huko anakuja na mfumo mwingine kwenye asili ya kwao. Kwa hiyo itakuwa vigumu sana mtu kufika point ya kubadilisha mfumo ulioko ndani mwake. Lakini kadri anavyokuwa atakuja kujikuta hivi vile tu kama msukuma kule Bariadi. Kabisa. Lakini sipokubaliana asili na mfumo ndani ya ufahamu wake, ataishi maisha magumu sana. Yuko kwao ila mfumo na ngoma. Yuko kwao lakini mazingira yanagoma. Kwa sababu gani? Asili imeshindwa kukubaliana na mfumo wa kila alichokipokea ndani mwake. Kwa sababu tupate kwenda kwenye viwango ambavyo Mungu anataka twende, lazima mfumo ambao tumeupokea. Ndio maana Yesu akawaambia, lazima kila pando ambalo alikupanda na Baba yangu wa mbinguni litang'olewa, litatupwa nje. Haleluya. Pando ni nini? Pando sio mahindi, pando sio miogo. Anasema mafundisho mabovu ya Mafarisayo. Anasema jichungeni sana na hiyo chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Nini nasema mafundisho yao? Anasema mafundisho yao lazima yatadondoshwa chini, yatapigwa chini. Yesu anataka aingize mfumo wake ili mfumo uendane na asili yake. Haleluya. Amen. Kwa hiyo vitu vya namna hiyo tunapozungumza habari ya kipindi cha bila hatia. Tunapozungumza kipindi cha bila hatia ni cha muhimu sana wapendwa wangu. Na hapa kwa sababu tumeshafundishwa habari nyingi za kutumia neno la Mungu kwa uhalali. Hapa pia ndiko nakochangalia tena mambo mengi. Yaani neno la Mungu hawalitumii wala walizungumzia kwa uhalali. Wanaenda kinyume. Tofauti na neno la Mungu linavyozungumza. Unashangaa watu vitu vinachangana. Vitu vinaenda kinyume kabisa. Unaweza kosi. Kwa sababu ukianza kutuambia habari za Adamu, haujui hata habari za Adamu zinaanzia wapi na zinaishia wapi. Haujui. Hata ukija unakuja kwanza kutuchanganyia mambo yote tu. Ukija kwanza unatuambia habari ya Adamu alikula machungwa. Tofauti kabisa unachanganya mambo. Labda matunda kama tunda gani? Labda alikuwa labda ni mapenzi, yawezekana. Wanachanganya mambo. Kumbe sio mapenzi, sio machungwa, sio nini. Wanachanganya mambo, wanatunyanyua Mungu tofauti kabisa. Na Mungu tazama jinsi unavyozungumzia kile. Wazuri sana. Amen. Basi ndivyo hivyo. Lakini pia tunaona kwamba tunaanza, kuna sentence fulani kama nimeiweka kwamba tunaanza kipindi cha bila hatia na tunamaliza na kipindi cha bila hatia, kama tulivyokuja kuzungumza kwamba yule mwanadamu wa kwanza, mzazi wetu, alianza kipindi cha bila hatia. Tunakuja kwa mzazi wetu wa mwisho ambaye ni Adamu wa pili, tunamaliza na kipindi cha bila hatia. Sasa ziko tofauti kidogo tu. Kipindi cha bila hatia kilihusisha mtu mmoja, kwa sababu ulimwengu ulikuwa ujawa na watu wengi. Kipindi cha bila hatia cha huyu Bwana wetu Yesu Kristo kupita mtu mmoja kinahusisha watu wengi dunia nzima. Unaona maneno yanamwenda. Kule yule mwanzilishi alikuwa ni mtu mmoja. Huyu anayemalizia anaingiza watu wengi kwenye kipindi cha bila hatia. Wengi sana. Kwa hiyo ni tofauti kidogo. Lakini usema kweli mambo ndivyo yalivyo. 5:49. Anasema kitu fulani. Wakorintho wa kwanza 15:45 hadi anasema maneno haya. 45 hadi 49. Anasema hivi. Ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho, yeye uwisha. Lakini hautangulii ule wa roho, bali ule wa asili. Baadaye uja
ule wa roho. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo alivyo walio wa udongo, na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo alivyo walio wa mbinguni. Na kama tulivyochukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Ona maneno haya, anazungumzia watu wawili ambao wote wanadondoka kwenye kipindi cha bila hatia. Anasema kama alivyo wale wa yule wa udongo, kama alivyo ndivyo alivyo hivyo hivyo, na hao wenyewe si wa ulimwengu. Lakini anasema hivyo, kama alipokea neno langu na lako pia wakalipokea. Haleluya. Lakini anazungumza kama mimi nilivyotumwa na mlivyo hivyo nimewatuma. Asili kabisa ile ile. Yaani jinsi si kwa mwana wa Mungu anataka kukumbiki. Usijihesabu wewe jinsi ulivyo. Hesabu jinsi Kristo alivyo ndivyo wewe ulivyo. Bwana sababu sifa. Amen. Kama anafika point ya namna hiyo ukajitambua kwa staili ya namna hiyo, nakwambia ukweli unaenda hatua nyingine ya maisha. Amen. Amen. Jamani wapendwa wangu mnasikia? Amen. Usiangalie wewe ni mwanafunzi, usiangalie si ni nani. Amna. Wewe bado utafanya kazi zile zile. Ugonjwa wako unaweza kutokea ugonjwa kwenye ufahamu wako. Wa kuzuia utendaji wa Kristo maishani mwako ni kwenye ufahamu. Hasa ukijituli tu ukajitambua mimi nilivyo sasa Kristo alivyo. Mimi nakwambia hivi, kuna vitu vingine utakuna cheka. Mimi nakwambia kabisa. Yaani baada ya kukemea baada ya kuomba utakuishia kucheka. Na ukicheka mambo yanatendeka. Mweza bosi. Amen. Asubuhi nikana tafakari kitu kimoja. Ukisoma Biblia, mitume wakina Petro walifika sehemu wanapotembea, kwa mfano kivuli changu hiki, wakawaleta watu wakikarasa kando ya njia. Kivuli changu kitendo cha kumdondokea kipindi cha mitume, wale watu walikuwa wanapokea uponyaji. Hawa mitume hawajasema, hawa mitume hawajafanya kitu chochote, lakini kitendo cha kuwasogelea na kile kimvuli tayari watu wanapokea uponyaji. Kama wanapokea uponyaji, mapepo yalikuwa yanakaa ambayo yanagopesha watu. Yaani watu mtu amekuja anaumwa, amepokea uponyaji, pepo litakaa. Kwa hiyo katika sehemu fulani unatembea barabarani, hawezi kukatishwa na kitu cha aina yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu jinsi alivyo ndivyo ulivyo wewe mwana wa Mungu. Amen. Kwa lazima hivi vinaingia ndani mwako wewe mwenyewe ujiaminishe. Ufike kiwango fulani kwamba aliyoko ndani mwangu ni mkubwa. Alivyo ndivyo nilivyo mimi. Kwa unafika sehemu fulani utaishia tu kufurahia tu maisha yako. Au utakuwa huzuni. Au utakuwa na masikitiko. Yatakuja masikitiko yanaweza akaja, lakini dakika hiyo yatapigwa nje. Dakika hiyo yatafukuzwa. Kwa sababu gani? Ndani mwako yuko mwenye kisima cha chemchemi za furaha na amani. Anaitwa nani? Anaitwa Kristo. Haleluya. Amen. Kwa hiyo wewe ni mwanadamu wa pekee, mtu wa Mungu. Wewe ni mwanadamu ambaye ni wa ajabu duniani. Ila hujajitambua kwamba wewe ni mwanadamu wa ajabu. Amen. Amen. Kabisa ninakwambia. Kwa hiyo ni vitu ambavyo lazima tufike sehemu tujitambue sisi ni watu wa namna gani. Ndani ya dunia unajitambuaje? Umekuja kwa ajili ya kusuluhisha mambo ya dunia au umekuja kwa ajili ya miongoni mwa watu wenye mateso ndani ya dunia? Kwa unapokuwa unatembea barabarani, jihesabu miongoni mwa watu ambao Mungu amewakirimia neema yake ya kwamba simame kwa ajili ya kusuluhisha matatizo ya dunia katika dunia hii. Na dunia hii ina sehemu ya kukimbilia isipokuwa ni kwako wewe tayari ambao tayari Mungu ameshafanya makao ndani yako. Haina sehemu ya kukimbilia. Amen. Hicho ni kipindi gani? Ni kipindi cha bila hatia. Kwa tunafanya bila woga, tunaishi bila woga kwa sababu ni kipindi ambacho cha bila hatia. Amen. Amen. Kwa nini mazingira namna hiyo? Wewe ni kiumbe wa pekee. Haleluya. Acha kujihesabia wewe si mambo gani. Wewe jihesabia unapotembea duniani katika hii dunia. Usijiweke kwenye kundi la watu ambao wana hatia. Wewe uko sio kwenu. Kwa nini unajilazimisha kurudi kwa watu ambao uko sio kwenu? Kwa nini unataka kujirudisha kama Waisraeli walivyotaka kurudi Misri? Nani kitu gani na kuvuta huko? Haleluya. Ndio watu walikuwa wanarudi kule Misri kimawazo.
Misri. Yaani hata kabla hajamwambia Musa tayari mawazo tayari yako Misri. Sasa kwa nini kitu gani kinaweza kukurudisha wewe kwenye fikra zako kule Misri? Unakumbuka nini huko? Anaweza bosi. Na bora tusingelikuwa nakumbuka kwanza hata bora hata wale walikumbuka nyama na wale. Wewe unakumbuka Misri kwa sababu ya dhambi. Dhambi tu. Kwamba jamani hapa dhambi, nimewaza vibaya. Hapa kabisa hiyo utakatifu hapo umeondoka. Haki yote imeondoka. Yuko mwenye haki ambaye amekuhesabia wewe kutokuwa na hatia. Huyo ndiye anayekuhesabia, ndiye muumba mbingu na nchi. Bwana asifiwe. Amen. Sikia, kama mkuu wa nchi mwenyewe amesimama akasema wananchi wangu piga kazi. Unafikiri nani anaweza kusema wananchi mstoke nje? Wewe ni mwanaume ameshasema. Sasa unaweza kuwa unatembea kwa sababu lakini hapa sitapigwa risasi. Hapa sitakufa. Ndapigwa virungu. Wakati mkuu wa nchi ameshasema piga kazi. Unaweza kuwa na mawazo namna hiyo. Sasa Mungu ameshakutangazia kwamba wewe ni mtu usiyekuwa na hatia. Hatia inakujenga maishani mwako sasa. Wanaweza pasi. Hatia inakujenga. Inatoka wapi? Mfumo. Unakataa asili ambayo umeenda kuzaliwa huko. Nasema hapa huko ndiko kwenu ndugu yangu. Wewe ni Mjaluo tu, kubali mfumo lazima ukubaliane na Ujaluo na Ujaluo wa kwenu. Mfumo lazima ukubaliane. Sina Uchaga huko, lazima ukubaliane hata ungefanyaje. Huko ndiko asili. Kwa hiyo mfumo sikubali kuondoka kwenye asili ya kwenu. Haleluya. Amen. Yaani kataa uwezavyo kukataa kwa sababu mfumo huwezi kuondoa ukakutenga na familia ya kwenu mfumo. Eti kwa sababu umezaliwa Ulaya basi unataka kujihesabu kama sio Mtanzania wapi na wapi. Biashara mara hiyo na itakuwepo kabisa. Haleluya. Sasa basi. Kwa hiyo vitu vya namna hiyo lazima tufike sehemu ambayo tunaweza kutafakari vitu kwa staili ya namna hiyo. Tukijiangalia sisi katika mfumo kwenye kipindi hicho cha bila hatia. Ni kipindi cha muhimu sana katika maisha yetu. Ni kipindi ambacho Mungu anafanya kazi kwa kiwango cha hali ya juu sana katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo ni mazingira namna hiyo. Lakini angalia sasa hiki kipindi cha kweli cha bila hatia. Sisi ni zaidi ya Adamu. Kipindi chake cha bila hatia. Kabisa. Kwa sababu gani? Adamu alipomwasi Mungu aliondolewa umilele wake. Alivyosema sasa mimi Mungu sasa naweza kufanya mambo kama mimi ninavyotaka. Aliondolewa. Lakini hata wewe sasa hivi ungesema uweze kusema. Hawezi ukajichongoa kwenye ile nafasi. Yaani hakuna mtu akuweza kuondolea hicho kipindi cha kuhesabiwa bila hatia. Akipo. Bwana asifiwe. Yule Adamu aliondolewa lakini wewe huwezi kuondolewa. Hicho ndio kinawafanya wewe na Adamu sasa unaanza kuwa tofauti kidogo. Wewe unaonekana uko juu zaidi. Amen. Kwa ni kipindi cha muhimu sana kwa kiwango cha hali ya juu sana. Lakini pia tunazungumza hivi kwamba unaposoma Waebrania 9:28 Waebrania 9:28 anasema kitu fulani hapa. Anasema hivi, kadhalika Kristo naye akisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Wakiwa na maana gani? Ni kipindi ambacho yani Yesu anachosubiria, anataka asikie kila nafsi imeingizwa au imesikia habari ya kipindi cha bila hatia. Kwa dunia nzima kila nafsi kishasikia hicho kitu. Yesu anapokuja haji kana kwamba anakuja kwenye ulimwengu wenye dhambi. Anakuja kana kwamba kwenye ulimwengu dhambi haijawahi kutokea. Kwa sema ndiye anakuja kuchukua. Yaani kana kwamba dhambi haijawahi kutokea duniani kabisa. Kwa hiyo anakuja na vigeregere furu kujiachia. Na amenisha ndio kitu ambacho anasubiria Yesu. Ya kwamba ulimwengu usikie, ya kwamba ulimwengu kupitia Yesu Kristo hauna hatia. Hicho tu. Kwa hata tunapozungumza kule, tunapopiga tarumbeta zetu, ni kutangazia ulimwengu ya kwamba ulimwengu hauna hatia. Amen. Amen. Ulichobakiza tu ni kuingia kwa huyu ambaye anaitwa mwenye haki. Basi Kristo. Mambo mengine yatajibu. Ni yeye tu anaweza
amekwisha ondolewa dhambi yake tayari, anainania Yesu Kristo. Ni maneno tumekuwa tukisoma mara nyingi ya kwamba alichukua dhambi ya ulimwengu. Nani? Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hatuko tena kwenye habari ya nini tunautangazia ulimwengu, habari ya kwamba ulimwengu sasa Mungu anavyotazama, au tazami kama ulimwengu wenye dhambi, anautazama kama ulimwengu usiokuwa na hatia. Haleluya. Sasa ukianza kujichanganya hapo na mafundisho ya huko mitaani, wanakuambia hata Mungu azikana ametupika kwa sababu ya corona. Ndugu yangu, Mungu yeye hizo habari hana. Kwa sababu mpango hana. Hana mpango wa kushafua dunia yake. Hana mpango Bwana Yesu asifiwe. Yanatoka wapi kwa Mungu? Ukisoma ile Yeremia 31 bado na dakika hapa tunaachia maswali hapa. Amen. Yeremia 31, hebu uone kitu cha ajabu. Kikuongezee kitu fulani katika maisha yako. 31 Yeremia anasema hivi kuanzia 34. Anasema hivi. Wala hawatamfundisha kila mtu na jirani yake na kila mtu na ndugu yake, wakisema mjue Bwana, kwa maana mtanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Bwana asema hivi, awapae watu jua ili kuwa nuru wakati wa mchana, na amri za mwezi na nyota ili kuwa nuru wakati wa usiku. Aichafuae bahari hata mawimbi yake yakavuma. Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Sikia sasa 36, hapo ndo anaachilia nyundo. Asema hivi, amri hizi zikiondoka, amri hizi za nyota na mwezi na jua na nini, amri hizi zikiondoka, kwamba jua liende usiku na usiku na mwezi uje mchana, zikiondoka, amri hizi zikiondoka, zisiwe mbele zangu, asema Bwana, ndipo wazao wa Israeli nao wataacha kuwa taifa mbele zangu milele. Sasa unapata tafsiri hapo. Tafsiri hapo ukienda Warumi 9 anasema si wote wa Israeli ni uzao wa Israeli, bali wale wa Israeli wa ahadi katika juu ya imani kama imani ya Ibrahimu. Amen. Sasa anapozungumza kwamba hizi amri labda zikiweza kuondoka, ndipo Israeli atakuwa sio taifa. Anapozungumza hapa anazungumza juu yako wewe mwenyewe ambaye tayari umekwisha kumwamini Yesu Kristo, ya kwamba hizi amri zikiweza kubadilika, jua likaenda usiku, labda jua sifanye kazi, ndipo hata wewe sasa hautakuwa mwanangu, nitakusahau. Sasa ni kitu ambacho hakika amri za Mungu zile ambazo ameshaweka mfumo wake wa jua na mfumo wake wa nyota na mwezi, hakuna hata siku moja itaweza kubadilika. Hamna. Wewe bila hatia, kipindi chako cha bila hatia mbele za Mungu ni cha milele. Amen. Ana maneno ya namna hiyo. Anasema kama misingi ya ulimwengu ikiweza kupimwa, anasema basi ndipo sasa Israeli itakuwa sio taifa langu. Anapozungumza taifa lake ni nani? Ni wewe ambao umemwamini Yesu Kristo. Misingi ya ulimwengu ikiweza kupimwa, utaipima wapi msingi wa ulimwengu? Unajua dunia imejipatika wapi? Kama unazunguka tu utaipima wapi? Nani anaweza kupima? Nani anapima misingi ya ulimwengu? Nani duniani? Ambayo hiyo ni siri ya kimbingu. Sasa ukiweza kuifungua sasa, ndipo sasa wewe ambao umemwamini Yesu Kristo, utakuwa una nafasi mbele za Mungu. Wapi sasa? Hiyo mwenye siri ya msingi ni yeye mwenyewe. Aliweka msingi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni vitu vya namna tunazungumza kipindi cha bila hatia. Kwa ni kipindi cha muhimu sana sisi kwetu ambao tayari tumekwisha kumwamini Yesu Kristo. Ni kipindi ambacho tunaishi kipindi cha bila hatia. Bila hatia. Haleluya. Wewe ni mtakatifu 100%. Wewe ni mwenye haki 100%. Wewe umemvaa Kristo 100%. Mungu anakaa ndani mwako 100%. Haleluya. Ndipo anaposema kama msingi wa ulimwengu ukiweza kugundulika, ndipo Mungu ataamrisha makao ndani mwako ili afahamu kule alikotoka. Lini sasa? Utaigundua lini? Kwa Mungu anaweza kumuondoa wewe. Haleluya. Mungu hapata sikumuondoa mna. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ni mazingira namna hiyo. Lakini pia na ule mstari ya anazungumza dakika kadha wa kadha. Anazungumza kitu fulani hivi. Warumi 5:19. Warumi 5:19 anasema kitu fulani hapa. Warumi 5:19
anasema kitu hivi. Dawa 19 anasema hivi. Ya kwamba kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Ya wenye haki. Namna gani? Ndicho hicho kipindi cha bila hatia. Wameingizwa kwenye kipindi cha bila hatia kwa sababu ya mtu mmoja kwa kutii kwake. Kwa Yesu alichokifanya juu yako, amechukua kutokutii kwako. Yeye akakupa utii wako. Unaona maneno ya Mungu. Yeye anazungumza kwamba kwa sababu ya mtu mmoja kutii, watu wengi wameingizwa kwenye hali ya wenye haki. Nini maana? Maana wewe kutokutii kwako, udhaifu wako wa kutokutii ndio alikuja akaokoa. Yes. Alafu yeye akakupa utii wake. Kwa hiyo utii wa Yesu Kristo uko ndani mwako. Kutokutii kwako kuko ndani mwa Yesu Kristo. Kwa sababu hiyo sasa ukaingia kwenye kipindi cha bila hatia. Haleluya. Amen. Amen. Yes. Lakini kipindi cha muhimu sana. Nakumbuka mtu mmoja akawa anazungumza mbinguni ni wapi? Mbinguni ni wapi? Hicho ndio kipindi ambacho Adamu alikuwa anatembea nacho. Alikuwa na uwezo wa kuingia katika ulimwengu usioonekana. Alafu anachomoka katika ulimwengu usioonekana, anaingia kwenye ulimwengu unaoonekana. Kadhalika na wewe hivyo katika kipindi hiki cha bila hatia, una nafasi ya kuingia katika ulimwengu usioonekana. Pia ukachomoka katika ulimwengu usioonekana, ukarudi katika ulimwengu unaoonekana. Kabisa. Kwa sababu Mungu kipindi anakuja kwa Adamu katika bustani ya Edeni. Narudia tena. Kipindi Mungu anakuja katika bustani ya Edeni, hakuwa katika macho haya Adamu na Mamna, ulikuwa ni ulimwengu mwingine. Kwa maana yake Adamu na Mungu walikuwa wanakutana kwenye ulimwengu mwingine, sio ulimwengu wa kimwili. Ni ulimwengu wa kiroho kwa sababu Mungu ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo Adamu kipindi alikuwa ni roho kabisa, anaweza akaingia kule na akatoka kule akarudi kwenye ulimwengu mwingine. Hivyo hivyo una nafasi ya kutosha kuingia katika ulimwengu wa kiroho na kuchomoka katika ulimwengu wa kiroho na kurudi katika ulimwengu wa kimwili. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ni kiumbe wa ajabu sana ndugu yangu. Kabisa kabisa. Haleluya. Na msingi ni kukataa huo mfumo ambao unakuzuia kuingia kwenye asili yako. Mimi nakwambia ukishakubaliana ule mfumo wako ambao unakuzuia kwenye asili, ukishakubaliana nao, wewe utajiona kiumbe wa ajabu. Kabisa kabisa kabisa. Yeye asionekanika kwa macho ya binadamu, wewe ndio unayoona. Amen. Amen. Mpaka ufike kwenye kiwango mpaka kukubaliana na huu mfumo ambao umeenda kujisomesha huko wapi Ulaya, uchomoke. Urudi kwenye asili yako ya kimbingu. Bwana Yesu asifiwe. Maana sio kwenu. Umezaliwa huku duniani lakini asili yako sio ya duniani. Sasa umerejeshwa kwenye asili ya Yesu alipokuja amekuja kukuchomoka. Urudi kwenye asili ya kwenu huko ulikozaliwa, ulikoumbiwa. Sasa umesharudishwa. Baada ya kurudishwa ule mfumo uliokuja kukutana nao, Yesu anakuchomoa huko anakurudisha nyumbani kwenu. Wao mfumo bado unakutesa katika dunia hii. Wala si asili. Wao ni mfumo unaokutesa. Kwa hiyo watu lazima ufike sehemu ukubaliane mfumo wako, kubaliana na asili yako. Kwa sababu Yesu alipokuja amekuja kukuchukua kwamba ni huku Ulaya sio kwenu, kwenu ni Tanzania. Ndivyo alivyofanya Yesu. Wewe sio wa ulimwengu, yeye yona ndivyo alivyozungumza. Yesu anaondoka dunia. Yesu ndivyo anatangazia, sema ni sio wa ulimwengu. Kama ulimwengu ambao kunitambua mimi, hata ulimwengu utakutambua. Ni kweli ulimwengu ni haki yao, wasikutambue kwa sababu wako kwenye mwili. Wewe uko kwenye mwili lakini kiumbe kingine tofauti. Kwa hata ulimwengu unapojaribu kudadisi na shida kuelewa. Hii kiumbe ni kiumbe cha wapi? Yaani akieleweki. Kwa sababu lugha yako sio lugha ya kidunia. Lugha yako yenyewe sio lugha ya kidunia. Mawazo yako sio mawazo ya kidunia. Haleluya. Sikia, mpaka dunia tunavyozungumza mpaka siwezi yaani ndivyo hivyo mpaka tunavyozungumza. Mbasi leo watu wanafikiri kufa. Sisi tunafikiri kuishi. Ni mawazo mawili tofauti. Huko nje wanafikiria kufa. Tunaponaje kwenye hili jambo? Tunachomokaje kwenye hili jambo?
lakini wao kwenye mawazo yako hayo mawazo yao hayapo. Yaani hayapo kabisa. Kuna mtu mwenye mawazo namna hiyo? Hayupo. Kama upo mfumo huo ndio unakurejeza, lazima tukuchomoa huko. Uingie kwenye asili. Si asili ya kufa, ni asili ya umilele uliko mbele. Amen. Amen. Vitu hivi ni vitamu sana. Kwa msingi kwa namna ndivyo hivi. Lakini pia tumalizie hapa. Ninazo dakika kadha wa kadha hapa, nitakaribia kama 18 za maswali. Warumi 5:21 anasema hivi. 5:21 anasema hivi. Ili kwamba kama vile dhambi ilivyotawala katika mauti, vivyo hivyo kwa njia ya haki. Hivyo hivyo kwa njia ya haki neema itawale hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo. Naona maneno haya. Yaani neema itawale nasema hivi. Hata kwa njia ya haki neema itawale hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Hivyo neema itawale kwa njia ya haki. Itawale katika mpaka uzima wa milele kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo sisi hapa tunayo nafasi, na hiyo nafasi tunayo ya kumiliki na kutawala kupitia Yesu Kristo mpaka uzima wa milele. Amen. Amen. Na hakuna kitu chochote kinaweza kukuchomoa huko akipo. Manake wewe nafasi yako ya bila hatia haina kikomo kwa wengine nyingine. Yaani wewe huna kikomo. Adamu alikuwa na kikomo, wewe huna kikomo. Ninazungumza hapo 21. Labda nikurudie tena tusome huko. Anazungumza ili kwamba kama vile dhambi ilivyotawala katika mauti, vivyo hivyo kwa njia ya haki. Anapozungumza kwa njia ya haki, maana yake kwa njia ya bila hatia, neema itawale hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo wewe kipindi chako hakina ukomo. Adamu alikuja akaangukia kwenye ukomo kipindi chake cha bila hatia. Wewe kipindi chako cha bila hatia hakina ukomo mpaka uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni nafasi ya pekee sana wana wa Mungu ambayo Mungu ametupa katika dunia hii. Lakini pia Warumi 6:23 tunamalizia hapo. Warumi 6:23 anazungumza kitu hiki. Anasema hivi. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Unaona kitu anachozungumza? Anasema bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Huyo ndiye tunazungumzia Bwana wetu Yesu Kristo, mwenye haki, ambaye anakuhesabia wewe bila hatia kabisa. Kiumbe cha ajabu sana wewe. Amen. Amen. Ona ni vitu vya namna hiyo, ni mazingira namna hiyo. Nafikiri kulingana na muda wetu, karibu kwa maswali kama yapo. Kama misingi ya dunia. Yaani ulisema anasema kama misingi ya dunia au ya ulimwengu kuweza kugundulika. Kugundulika. Hivyo basi Israeli sio taifa. Nikajaribu, mimi unajua ni mwalimu wa jiografia. Sasa nikajaribu kuona dunia ilivyo, afu nikawa na waza hivi, kuna mahali imeshika kweli misingi yake, unaweza ukaitafuta ukaigundua. Naona ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Na achana dunia, kwa sababu dunia ni sayari. Kuna wajanja wanajaribu kupenya kwenye sayari kwenda kwenye sayari nyingine. Sasa ulimwengu kama ulimwengu wote. Kwa sasa dunia ni kasayari kako kamejichapika ndani ya ulimwengu ka dunia. Ni sayari ambayo iko miongoni mwa sayari nyingi za ulimwengu. Sasa ulimwengu msingi yako utaipata wapi? Maana uwezo kaenda nje ya ulimwengu. Mwenye nafasi ya kwenda nje ya ulimwengu ni mmoja tu, ni Mungu. Na inawezekana kuna msingi utaipata wapi? Wewe una nafasi ya pekee katika dunia hii. Hakuna mtu anaweza kukuondolea nafasi yako katika Yesu Kristo. Hamna. Amen. Wewe sio Biblia, na ilo ulimwengu. Hata dunia tukenyoka mezunguka na maji.
Ukienda kwenye mabara ya Ulaya nini hata si wapi, naona maji tu yamezunguka tu dunia. Kwa hiyo dunia kidogo kamezunguka na maji. Kamezungukwa. Nje na tu kamezungukwa na maji. Kwa hiyo kanajiviringisha tu katikati ya maji. Karibu jamani. Najua injili imeshirika hapa. Waefeso nikisoma kwenye nani tafsiri ya habari njema, Waefeso 3. Anasema kuanzia mstari wa 6 hapa. Anasema siri yenyewe, ukianza kutoka juu kule anazungumza Paulo vitu vingi, lakini napenda nianzie hapa. Anasema siri yenyewe ni hii: kwa njia ya injili watu wa mataifa mengine wanapata sehemu yao pamoja na Wayahudi katika zile baraka za Mungu. Wao ni viungo vya mwili ule ule na wanashiriki ahadi ile ile aliyofanya Mungu kwa njia ya Kristo Yesu. Mimi nimefanywa kuwa mtumishi wa injili kwa neema ya pekee aliyonijalia Mungu kwa uwezo wake mkuu. Mimi ni mdogo kuliko wote, kuliko watu wote wa Mungu, lakini amenijalia neema yake ili niwahubiri watu wa mataifa utajiri wake Kristo usiopimika. Cha kwanza. Cha pili, tena niwaagize watu wote waone jinsi mpango wa Mungu uliofichika unavyotekelezwa. Mungu aliyemuumba wa vitu vyote alificha siri hiyo yake tangu milele. Halafu anakuja anamaliza anasema, kusudi sasa kwa njia ya kanisa ambayo ni mimi na wewe, wakuu na wenye enzi wa mbinguni wapate kutambua hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi. Yaani mpango wa Mungu unavyotekelezwa duniani kupitia kanisa, mpaka wakuu na wenye enzi wa mbinguni wanashangaa. Ndio hicho ambacho alijaribu kuzungumza hilo. Unajua, tunasema muujiza wa kwanza ambao ni mkuu kuliko wote ni Mungu huyu wa kutisha kuishi ndani ya mtu wa udongo, na huyu mtu wa udongo hayewi. Ndio maana anasema kwamba huyu wakuu na wenye enzi wa viti wa juu, kwa namna ambavyo wanaufahamu ule walionao kumhusu Mungu, na wanamuona huyo Mungu anakaa ndani yako wewe wa udongo. Unajua kuna lugha fulani zinazungumzwa kwamba yeye shetani alikuwa ameweza kutembea hata ule mlima wa mawe na makaa ya moto. Ezekiel anazungumza kwamba manake kama ni mbinguni mahali fulani, kama wanajua Mungu pengine ndio huishi hapo, pengine kiti chake kilipo, ambacho ndipo Yohana alipokuwa analia katika kile kiti anakitazama ili aone ni nani atakayefungua ile mihuri. Then akamuona yule mwanakondoo aliyechinjwa, akamuona Kristo aliibukia pale juu. Ndio maana nasema kwamba nikiona mahali ambapo watu wanadhani kwamba Mungu hukaa hapa, atakayechomoka pale ni mshikaji tu anaitwa Kristo, anachomoka pale. Sasa Yohana alikuwa anafikiri labda yale mazingira aliyoona pale, sio alikuwa anajua nini kinatokea. Lakini aliyechomoka pale anasema ni yule mwanakondoo aliyechinjwa. Maana Yohana yeye alikuwa anajua, alilala kifuani mwake kabla. Ukawe kujua hapa ni mzee anatokea katika ufunuo. Kwa hiyo anamjua, anasema akatokea yule mwanakondoo ambaye alichinjwa, ndiye akafungua zile mihuri katika kile kitabu. Sasa unajua mihuri tunafahamu kwamba ilikuwa ni sheria katika kile kitabu na kama. Sasa hatuendi huko, lakini najaribu kuonyesha kama ndo mazingira hayo anayoonekana Mungu mkaa yanavyotisha. Kama ni eneo hilo ni moto, tuko eti hapo ndipo kiti ndo Mungu anakaa hapo. Sawa? Alafu hao wakuu wenye enzi wa mbinguni wanaojua mazingira ya Mungu kukaa mbinguni, pengine kiti chake kilipo, wanasema wanaona huyo Mungu anakaa ndani ya mtu wa udongo. Katika picha hii ndio hapa sasa Paulo anajaribu kudisplay, anasema kwamba wakuu na wenye enzi wa mbinguni
wanashangaa na kustaajabia mpango wa Mungu unavyotekelezwa kupitia kanisa. Maana huyo Mungu huyo anakaa ndani ya watu na hawa watu hawaelewi. Sasa ni jambo fulani ambalo sio la kawaida. Jamani, sisi sio watu wa kawaida. Yaani sio watu wa kawaida kabisa. Kabisa. Ya, mtakatifu sio baraka. Ni lugha ngumu sana kuielewa. Na ikanipeleka kwenye Marko 10 kwa mstari kianza kule juu, lakini kwenye mstari wa 28 nafikiri alikuwa anazungumzia mambo mengi kwamba tumeacha kila kitu, sisi tutapata nini wakati wanazungumza hivi. Petro akaanza kumwambia, tazama sisi tumeacha vyote, tumekufuata wewe. Kienda kwenye tafsiri nyingine kule ama kwenye Mathayo anasema tutapata nini? Yesu akasema, amini nawaambieni, hakuna mtu aliyeacha nyumba yake au ndugu yake au mume wake ama ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili. Mstari wa 29:30 anasema, ila atapewa mara 100 sasa wakati huu, nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na udhia. Udhia manake paka ni kakero fulani, yani ka fedha, yani paka unakuwa na kakero fulani. Kwa na hela paka kero. Alafu anasema na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Yani kwa kuhusu uzima unapewa huo. Hapa alichokuwa anazungumza ukija kwenye ndugu na nini unamkuta watu wanaomwamini Yesu ndio ndugu zake. Anazungumzia ndugu huo. Azungumzi lakini kuhusu mashamba na nini, unajua watu wa Lawi ambao walikuwa makuhani hawakupewa urithi katika Israeli. Lakini walikuwa warithi wa kila kitu, kwa sababu kila kitu hatungechinja mnyama nyumbani ningekuwa na sehemu ya Mlawi. Kwa hiyo maana yake pasipokuwa na urithi wowote waliokuwa wamepewa hata wa ardhi na vitu, lakini walijikuta wako kwenye kila kitu. Nyumbani kwako kungelikuwa paka na sehemu ya Mlawi. Ndio maana inasema mtunze Mlawi aliyo nyumbani mwako sawa sawa na watoto wako. Maana yake walikuwa na sehemu zote. Lakini anapozungumza mara 100 hapa hazungumzii hizo, kwa sababu anazungumzia namna unavyopaswa uwe umefadhiliwa, kwa sababu unamfadhili. Kwa hiyo kama unamfadhili, manake wewe unafadhili, haufadhiliwi. Angalia anaposema, unajua fedha sio baraka, sawa? Ila fedha ni sehemu ya watumwa wanaopaswa kumzunguka aliyebarikiwa. Sio baraka, ila ni sehemu ya watumwa wanaopaswa kumzunguka mtu aliyebarikiwa. Kwa hiyo fedha sio baraka, ila fedha ni sehemu ya watumwa, yaani kama vile farasi, teva na nini. So ni sehemu ya watumwa wanaopaswa kumzunguka aliyebarikiwa, kwa sababu anatakiwa watume wafanye vitu mbalimbali. Kwa hiyo fedha sio baraka, ila fedha ni sehemu ya watumwa wanaopaswa kumzunguka aliyebarikiwa. Kwa hiyo ni hatua tu ambazo wakati mwingine tunapozipita kama sisi, si kwamba Mungu anatujaribu, ila sisi tunajijaribu ili tujiprove kwa Mungu, sio Mungu kujiprove kwetu. Kwa hiyo sisi tunajiprove kwa Mungu, kwa maana ya kwamba kuna nyakati ambazo sisi tunapita wenyewe kwa ajili ya kuimarishwa sisi wenyewe binafsi. Okay. Kwa hiyo Mungu hamjaribu mtu, hata amesema kwenye Yakobo kwamba Mungu hamjaribu mtu yeyote, ila mtu hujaribiwa na tamaa zake. Kwa hiyo tunapojaribiwa sisi wenyewe ni kwa ajili ya kujiprove kwa Mungu, sio Mungu kujiprove kwetu. Kwa hiyo sisi kujiprove kupitia kile tunachokiamini, kwa sababu Mungu ni mkubwa. Kama alivyozungumza ndugu yangu hapo, unajua Mungu hakai kwenye umilele. Huo umilele tunaozungumza ni kasehemu tu ndani ya Mungu. Kwa hata mbinguni tunapozungumza
ni mahali kiti chake cha kiutawala kipo, lakini si nyumbani kwa Mungu, kwa sababu alipokuwa anautengeneza huu ulimwengu na magalaksi hapo yote ambayo yako ndani yake, yeye alikuwa wapi? Manake yeye yuko nje hapo. Sasa kama yuko nje hapo, ni wa namna gani? Ndio maana amemuumba mwanadamu ili kupitia mwanadamu aishi, ashirikiane. Amen.